ni jibu moja tu kabla ya mwenyekiti ataongezea mingine. Wakati wa mchakato ule unapoanza mwaka 2017 kitaalamu wenzetu walifanya initial estimated value, ambapo walisema kwamba thamani ya mali zilizokuwepo kwa wakati ule ni bilioni 20. Kwa hiyo kama tuna dispute 51 kwa 49, mwekezaji alitakiwa aweke bilioni 19,800,000 na kadhalika, lakini yeye akasema itawekwa bilioni 20. Na lengo ya ile fedha sio kununua, lengo ni kuwekeza mtaji ambao fedha zake zinakusanywa kila mwaka na zinaingia katika matumizi ya uendeshaji wa club. Kwa hiyo baada ya miaka hiyo kupita, tunapoenda kuingia katika mikataba mipya, hilo jambo litaangaliwa na tutafanya upya uthamini na kuona nini ambacho kinatakiwa kuongezeka. Na watu wengi wamekuwa wakiuliza hilo swali kwamba kuna hela ambazo ziliwekwa kwenye akaunti ya nani? Hivi inawezekana kweli bilioni 20 nikakaa nazo mimi nyumbani? Mwingine anakuambia unaona hela zetu zile Mo ametoa yeye anatumia tu. Sasa hela hizo mimi au mwenyekiti unaweza kawa uko nazo wewe. Bilioni 20 unaibebaje? Zinatumika kama seeding money, ambayo kile kinachozalishwa ndicho ambacho kinatumika katika matumizi yanayokadiriwa na nani. Lakini haya ya kocha nadhani mwenyekiti utajibia. Labda hii la thamani labda. Kwa sababu mwenyewe labda niongeze. Thamani 2018 49% ndio 20 bilioni. Kwa hiyo na maana thamani ya Simba ilikuwa ni zaidi ya 40 bilioni. Ukichukulia kama nusu yake ni 20 bilioni, thamani nzima ya Simba itakuwa ni 40 bilioni. That was 2018. Na mimi nikwambie, tukifanya transformation, tukimaliza ile pesa 20 bilioni hiyo ikitoka ikaingia kwenye akaunti ya Simba, ile haitumiki. Unajua hicho kitu haifanyi nini? Haitumiki, inaitwa ni endowment fund. Itakuwa inazalisha interest ambayo kwa mwaka inaweza kuzalisha kwenye 2.8 to 3 bilioni. Ndio inakuja kufanya nini? Kuendesha. Ile pesa unaweza utokaikopea. Niambie hapa Tanzania ni klabu gani inaweza ikawa na 20 bilioni zimekaa na hazitumiki? Kuna klabu unajua zinaendeshwa kwa overdraft. Unajua overdraft? Yaani pesa inaisha afu inabidi 5 bilioni iwe overdraft. Zipo. Sisi tunaenda kuwa na 20 bilioni inakaa kama endowment fund, inaleza faida, haitumiki, ni asset ambayo unaweza hata ukakopea. Leo unataka kwenda kujenga uwanja, sijui mazoezi, unaifuata benki na bana, mimi na asset hapa, dhamana yangu ni 20 bilioni iko hapa, naweka nikopeshe 15 bilioni nitengeneze, security yangu iko hapa. Afila watu wanasema Mo, shimo, acha hiyo kitu. Na tukifanya thamani ya Simba sasa hivi hapa kama 2018 ilikuwa 40 bilioni, unafikiri sasa hivi itakuwa kiasi gani? Sisi tunaenda kuwa klabu ambayo inakopesheka, kwa sababu tunaenda kuwa na endowment fund imekaa benki, haitumiki. Hakuna klabu, uliza hata hapa kusini mwa jangwa la Sahara, ina fixed, ina pesa karibu 8 to 9 bilioni, 9 million dollars imekaa. Hiyo nitaka niseme lieleweke. Kisobi, hiyo ni kisobi. No. Dirisha dogo tunamsubiri kocha. Si wakati wote. Wakati wote kwa nini? Tunamsubiri kocha. Kocha akija atafanya assessment, na si ajabu ameshafanya kufanya assessment huko. Atatuambia, atalingana na hali halisi. Tutamsikiliza. Afu kama kitu cha kufanya tutafanya. Hiyo nimejibu mawili kwa pamoja, la kocha na dirisha dogo. Mgogoro huu usio useme wewe kwamba
mgogoro ile imezungumzwa sijui wapi kule, sijui Katari, sijui Katari kuna nini imezungumzwa. Mwandishi amesema tulitajwa pale kwamba sisi katika mifano ya kwanza, niseme hakusema Simba, hakusema Simba. Ile ilionyeshwa picha kwamba yani unazungumzia unazungumzia matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa Simba. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye ndio nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania kuna nini, kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya, alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unaubeba ushabiki, ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu wanakuwa wanaandika kwa nini timu yao haifanyi nini, haishindi, haifanyi vizuri. But that is not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kuona kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Ina principles zake. Sasa pengine hakuelewa hata hii poor governance atakiwa kuzungumzia nini. That was uncalled for. Kwangu mimi, it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka kuprotect mpira wa Tanzania hafanyi protection wa mpira wa Tanzania. Na bali tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nchi. Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ilipo. Kuna klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji, zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umeona mkataba ulipi mtu mpaka nakupeleka FIFA, mpaka upeleke FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Hasemi club licensing inataka mpaka timu ziwe na viwanja vya mazoezi. Kwa timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka tu. Hawasemi. Kwa kweli katika hali ya kawaida